Haya, ndugu yetu mwingine anasema anataka kujua kuhusu msemo wa Sayyidi Abdul Qadir As-Sailani Qaddasallahu sirra, kuwa yeye ndo shekhe wa tarika zote. Naomba kufahamu mafuhumu ya msemo huo, halafu akatutakia Ijumaa njema. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, sawa eh? Sheikh Abdul Qadir Jilani hayo maneno kasema mara nyingi ana kutubul aktabi, maana mimi ndo bwana wa mabwana kasema hilo neno ana sheikhul mashaikh, mimi ndo sheikh wa mashekhe, sawa bwana. Maneno hayo ameyasema ana Abdul Qadir sheikhu kulli tariqati, mimi ndo Abdul Qadir ambaye ni shekhe wa kila tarika zote, sawa. Shekhe wa hizo tarika, shekhe wa jumla ni mimi, tarika zote mimi ndio shekhe wao. Qaddasallahu sirra, bwana mkubwa huyo. Sasa huyu bwana kaomba kujua mafuhumu, anakuwaje shekhe wa tarika zote? Ni sahali tu, kama vile mtu anavyokuwa kiongozi wa kampuni zote. Ikiwa zile kampuni zimeanzishwa chini ya usimamizi wake, au ana sehemu katika kila kitu kilichoko katika vitu vilivyo sawa, vilivyoko ambavyo vinasimamiwa na watu, ikawa kwenye kila kitu ambacho kinasimamiwa na mtu fulani, huyu bwana ana hadhi na anafungu kwenye kitu kile. Kwa hiyo anakuwa ni mtu wa vitu vyote vile, na anakuwa kiongozi wa viongozi wote wale. Inakuwa kama makampuni mengi, lakini una hisa kwenye kila kampuni, tena kubwa sana hiyo hisa, sawa. Ina maana wewe unakuwa ni mzee wa kila kampuni. Kwa hiyo na tarika nyingi sana, Sheikh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirra ana hisa katika kila tarika, sawa. Akimaanisha kwamba kwenye kila tarika na viongozi wa haoma wa hizo tarika, yeye ana sehemu, sawa. Anahusika kwa namna fulani katika namna ya kutekeleza majukumu ya tarika hiyo zote, naone. Kwa hiyo aliposema mimi ndio shekhe wa mashekhe au mimi ndio shekhe wa tarika zote, ni kwa maana hiyo kwamba kila kinachonasibiana na tarika mahala fulani chini ya usimamizi wa mtu fulani, basi nina sehemu huko, tena ya juu sana. Kwa maana hii mimi ninakuwa ni shekhe wa jumla, shekhe wa mashekhe, shekhe wa tarika zote, kwa sababu kwenye kila tarika nina sehemu. Huo ni mpango wa Mwenyezi Mungu, ndivyo alivyomjalia. Kwa hiyo alikuwa akijinasibisha na mahala na mazingira na watu, unaona na jambo lao. Kwa hiyo akahusika kwenye kila kitu, akimaanisha kwamba katika mashekhe hao wa tarika wanaosimamia hizo tarika, sawa, hakuna mtu ambaye amefika juu sana kimakamu kumpita yeye au kuwa sawa naye. Kwa hiyo tarika zote zinakuwa ni zimeanzishwa na mabwana wakubwa na kusimamiwa na watu ambao kimakamu wamepitwa na Sheikh Abdul Qadir Jilani, unaona. Kwa hiyo hivi inakuwa kama wewe rais mahala, alafu mawaziri wote, sawa, kila mmoja kwa wizara yake, wewe unakuwa ndo shekhe wao wa jumla au msimamizi wao wa jumla wa lile jambo ambalo wale mabwana wanatawalia, kila mmoja kwa namna yake na mahala pake. Utakuwa ndio bosi wao. Kwa hiyo ukisema nitakuwa ndo mkubwa wa marais wote wanaosimamia mambo, mimi ndo mkubwa wao, ni sawa, kwa sababu wate wale wanasimamia yale mambo chini ya utawala wako, chini ya utukufu na makamu yako. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa maana hii Sheikh Abdul Qadir Jilani anasema, na muwe na mashekhe wengi na tarika nyingi, lakini katika mashekhe wenu na hizo tarika zenu hakuna mtu ambaye ana makamu Mungu kamjalia kuwa makubwa kuliko ya kwangu, wala ana tarika iliyokuwa juu kuliko ya kwangu. Kwa hiyo mimi ndo shekhe wa tarika zote, kwa sababu ile tarika iliyo juu kuliko zote ndo ya kwangu mimi, na mimi ndo shekhe ndio juu kuliko mashekhe wote wa tarika. Kwa maana hii ni sawa, ana Abdul Qadir sheikhu kulli tarikati, na tarika ni maslaka ni katika milango ya suluki, mfumo wa namna ya kufuata sheria,
sawa, ule mtiririko wake, jinsi sheria inavyofaa kufuatwa na kila mmoja kwa kipengele chake juu ya kingine. Aina hiyo ya ufuasi ndiyo inayoitwa twarika. Kwa hiyo twarika ni kitengo katika vitengo vya Kiislamu. Twarika ni kitengo katika vitengo vya Kiislamu. Uislamu una vitengo, kuna fikihi na watu wake, kuna hadithi na watu wake, kuna tafsiri na watu wake, kuna historia na watu wake, kuna adabu na watu wake, sawa, ni vitengo. Kuna tarbiyatun nufus na watu wake. Watu wa twarika wako kwenye kitengo cha tarbiyatun nufus, namna ya kulea nafsi, watahadhibuha, na kuzitia nidhamu nafsi. Mtu hawezi kufuata sheria akiwa hana utaratibu wa kiroho wa jinsi ya kuumudu moyo wake, ukapita kwenye mapito ambayo Mungu wake kaagiza, akakwepa vitu ambavyo Mungu wake katahadharisha. Akiwa mtu anaishi hivyo kwamba ndo aina yake ya maisha, alafu anajiamini yeye ni mtu aliina kashika dini, ni muhuni tu wa kawaida, anayejaribu kuwapa watu muonekano wa Kiislamu, lakini kwa ndani huyu ana dini nyingine kabisa. Kwa hiyo watu waliopewa kazi na jukumu la kulea roho za watu, kwa sababu kinachowajibishwa na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama ni roho, sawa. Ili gamba hili ukishakufa linasambaratika tu, lakini kiumbe kilichokuwa kinaishi ndani ya hili gamba kikalisarifu hili gamba na kuliendesha jinsi kinavyotaka, ndicho kinachokwenda kuwajibishwa na Mwenyezi Mungu. Ulilisimamiaje hili gamba wakati ndikupa ulitawalia? Ikiwa ulilisimamia namna sheria zinavyotaka na maagizo ya Mungu yanavyotaka, wewe ni mtu mwema. Ikiwa ulilisimamia unavyotaka wewe, likafuata utaratibu hili gamba mbali kabisa na utaratibu wa asili wa namna anavyotakiwa mtu kuwa, basi umepotea wewe na kulipoteza na hilo gamba. Famasiru kaila nari faliyathu billahi. Kwa kitengo cha namna ya kujenga watu hamasa ndani ya mioyo yao, ili wafuate dini jinsi inavyofaa kufuatwa, na wawajibike kwa mujibu wa mwisho wa juhudi yao kujikurubisha kwa Mungu kiroho, sawa, pamoja na kiwiliwili. Hicho ni kitengo cha tasawuf. Hicho ndicho kitengo cha tasawuf. Kwa hiyo kwenye hali hiyo, sawa, Sheikh Abdul Qadir Jilani ndo shekhe mkubwa na ndo kiongozi wa mwisho wa daraja za maelekezo ya namna ya utendaji kazi unavyotakiwa kuwa kiroho, kama ambavyo unakuwa kiwiliwili. Yoane roho na kiwiliwili kukabiliana kwake na amali ambazo imetumwa kutekeleza, kunatakiwa kuwe kunaendana. Isiwe mwili unafanya hivi roho inafanya hivi, maana bila malezi unaweza ukafanya mambo katika maisha yako, mwili unafanya vingine, roho inafanya vingine, mwisho wa siku ukashindwa kuthubutu na kuwa mtu katika watu wanaotakiwa kuaminiwa wala kufuatwa katika jambo la dini. Kwa hiyo Sheikh Abdul Qadir Jilani ndo imamu wa mwisho kwa daraja katika walezi wa hizo nafsi, waadabishi wa hizo nafsi, wasimamizi wa hizo nafsi katika somo hilo la kitengo cha malezi ya kiroho.